tunamjua kama Jack Ma, lakini jina halisi anaitwa Ma Yun, bilionea aliyezaliwa Septemba 10 mwaka 1964 katika mji wa Hangzhou nchini China, huku familia yake ikijihusisha na muziki wa jadi. Bilionea huyu akiwa mdogo alikuwa na shauku kubwa sana ya kujifunza lugha ya Kiingereza, hali ambayo ilimlazimu kusikiliza matangazo ya Kiingereza kupitia redio ambayo ilikuwa nyumbani kwao. Haikuishia hapo. Alipokuwa na umri wa miaka 12 mpaka 21, alilazimika kuendesha baiskeli yake kwa kilomita zisizopungua takriban kilomita 27 kufika katika hoteli ya Hangzhou International, ambapo alikwenda kukutana na wageni wa kigeni ambao walimsaidia katika ukuaji wake wa lugha ya Kiingereza huku akiwa kama mkalimani. Kijana huyu kwenye harakati zake za ukalimani katika hoteli hiyo ya Hangzhou International, na ndipo mgeni mmoja alimwanzisha jina la Jack, kutokana na kwamba Ma Yun lilikuwa ni jina gumu sana kutamkwa na wageni waliokuwa wakitoka magharibi, na hapo ndipo chimbuko la jina la Jack Ma. Hata hivyo, safari ya bilionea huyu haikuwa rahisi hata kidogo, kwani aliwahi kukataliwa mara 30 katika safari ya maisha yake, na maeneo ambayo aliwahi kukataliwa ni ikiwemo na KFC, ambapo waliomba kazi watu 24 na wakachukuliwa watu 23, yeye pekee akiwa ni mtu aliyeachwa basi na kuchukuliwa. Lakini hata hivyo, aliomba tena kazi katika jeshi la nchi ya China na akakataliwa pia kwa kuambiwa kwamba hafai. Hakuishia hapo, alisonga mbele zaidi na kuomba kazi katika jeshi la polisi la nchini humo, na akaambiwa kwamba ana sura ya kimamlaka. Sanjari na hayo, hata tukirudi kwenye maisha yake ya kielimu, aliwahi kufeli mara 2 mtihani wa kujiunga na chuo kikuu, na pia alipata chini ya 1% katika mtihani wake wa hisabati, hali ambayo ilimgharimu yeye kujiunga na chuo cha ualimu cha mji wa Hangzhou ambayo ilijulikana kama Hangzhou Teachers Institute, ambapo mwaka 1988 bwana Jack Ma au Ma Yun, bilionea huyu, alihitimu akiwa na stashahada ya English Language, na niposa akapata kazi ya ualimu katika chuo cha Hangzhou Dion's University akiwa kama mwalimu wa Kiingereza na biashara ya kimataifa, ambapo alikuwa akilipwa takribani dola za Kimarekani zilizopungua $12 kwa mwezi. Mnamo mwaka 1994 bilionea huyu Jack Ma au Ma Yun alizindua tovuti yake ya kwanza ambayo ilijulikana kama Hangzhou Haibo Translation Agency, ambayo ilitumika katika tafsiri mbalimbali. Lakini ilipofika mnamo mwaka 1995, bilionea huyu au Jack Ma akiwa nchini Marekani kama mkalimani, ndipo alipokutana na mtandao kwa mara ya kwanza na kugundua kwamba hakukuwa na taarifa zozote za bidhaa za China katika mtandao huo wa kidijitali, na hata hivyo bidhaa ya China haikuwepo kwenye tovuti ya Google, na ndipo akili ya mtandao ikazaliwa. Alifungua page ya kwanza au tovuti ya kwanza ambayo ilitambulika kama Chinese page. Tovuti hili la China page lilipata maono au lilipata jumbe nyingi sana kutoka kwa wawekezaji na wanunuzi mbalimbali, hali ambayo ilipelekea serikali ya China kuingilia kati na kuchukua udhibiti ili na kumlazimu Jack Ma kuondoka. Mnamo mwaka 1999 bilionea huyu Jack Ma au Ma Yun alizindua rasmi kampuni ya Alibaba Group. Nia na madhumuni ni kuwakutanisha wafanyabiashara wa Kichina na wanunuzi wa kimataifa, ili hali hakukuwa na mtaji wala hakukuwa na vifaa vilivyokuwa bora kufikisha huduma hii kimataifa, lakini aliamini, huku akiwa na watu 18 ambao aliwaongoza. Sanjari na hayo, kampuni hii ya Alibaba Group ilikumbwa na changamoto ikiwemo mtaji na wanunuzi na hata serikali kutokuiamini, lakini ukosefu wa mtaji pia ikiwa ni changamoto mojawapo kati ya hizo. Lakini mbali na yote,
Jack Ma au bilionea huyu Ma Yun hakuweza kukata tamaa. Alisimama imara na kuamini kwamba siku moja ndoto yake ingetimia. Na mnamo mwaka 2003 mpaka 2005 bilionea huyu Jack Ma au Ma Yun aliweza kufungua kampuni nyingi, na mojawapo zikiwemo na Alibaba Cloud, Alipay pamoja na Taobao. Huku Taobao ilitumika kama eBay ya China na Alipay ikitumika kama tovuti ya malipo ya mtandao, hali ambayo ilimfanya kuzidi kuaminika zaidi katika mtandao wa kijamii. Na mnamo mwaka 2005 bilionea huyu Jack Ma au Ma Yun aliingia ubia na Yahoo. Ubia huu ambao haukudumu kutokana na migogoro ya king'ang'anizi cha udhibiti, kitu ambacho kilipelekea mahusiano haya kukatika. Lakini mnamo mwaka 2008 katika misukosuko ya kiuchumi ambayo ilihangaisha taifa zima, Alibaba ilinusurika na kusimama imara, na ilipofika mwaka 2014 Alibaba iliingia katika soko la Kimarekani na IPO kubwa sana, hali ambayo ilipelekea bilionea Jack Ma au Ma Yun kuwa bilionea wa kimataifa katika kipindi. Na mnamo mwaka 2020 bilionea huyu Jack Ma au Ma Yun aliikosoa serikali ya Kichina kwenye mfumo mzima wa kifedha, hali ambayo alisema kwamba mfumo huo wa kifedha ulikuwa ukidumaza ubunifu wa wananchi wake, kitendo ambacho kilifanya serikali ya China kuingilia kwenye IPO ya Ant Group, yani tanzu ya Alibaba Group, na kumfanya Alibaba kuachilia uongozi katika kampuni hiyo. Na bilionea huyu bwana, kwa kumalizia, anasema kwamba kukataliwa si mwisho na mwanzo wa safari, lakini elimu ya darasani si kipimo cha mafanikio, na ubunifu, uthubutu na maono vinaweza kubadilisha dunia. Kila kijana ana nafasi ya kuandika historia yake hata bila mtaji. Kujifunza lugha, kujitolea na kuwasiliana na watu ni nguzo ya mafanikio. Namalizia kwamba leo ni ngumu, kesho ni ngumu zaidi, lakini kesho kutwa kuna jua. Ulikuwa nami Edwin Charles.